Habari za leo na karibu kwenye Azam News. Mimi ni Barwan Muhuza. Mimi ni Ivona Kamuntu. Susan Mungi atatuongoza kwenye lugha ya alama. Susan Mtui kumradhi. Nadhani hii itakuwa mara ya mwisho kutumia sababu hiyo kupangua wizara. Likijitokeza tena ina maana hamuwezani na hamuwezi kufanya kazi. Rais Samia kero na mivutano ya viongozi, asema inamsukuma kubadili safu mara kadhaa. Lazima tulikuwa naye pale kwenye tu. Na hakuna chochote kitu. Nafasi hiyo ni nyeti. Uteuzi bosi mpya tume ya uchaguzi wa waibua na siasa. Mimi nikiomba ushauri kama Mtanzania, nani ananikataza? Nani ananiamulia nifanye nini? Baada ya kukaa nje ya uwanja wa siasa kwa miaka 8, Dr. Slaa aibuka na siasa mpya. Having set the ground rules from today. Na mchuano bado mkali kwa wagombea watatu wa nafasi za urais nchini Nigeria. Unaweza pia kupata taarifa ya habari vipindi vyetu Adhuhuri Live, Alasiri Lounge, Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako hiyo mkononi. Fanya kudownload kwenye Google Play Store ama App Store ili utupate, lakini usiache pia kupita kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube na Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ na UTV TZ. Habari yetu hii leo inaanzia huko Ikulu Chamwino Dodoma, ambako Rais Samia Suluhu Hassan amesema analazimika kupangua safu ya watendaji wake mara kadhaa kutokana na mivutano walionayo katika ngazi za uongozi alizowateua. Dr. Samia amesema hayo Ikulu huko Dodoma wakati akiwaapisha viongozi aliowateua mwishoni mwa juma baada ya kufanya mabadiliko katika baadhi ya nafasi za uongozi kwa mawaziri, naibu waziri, makatibu wakuu pamoja na wakuu wa mikoa, naibu makatibu wakuu, na kuwahamisha baadhi ya naibu waziri pamoja na kumteua mkurugenzi wa uchaguzi. Katika mabadiliko hayo, rais pia amefanya uhamisho wa mkuu wa mkoa mmoja pamoja na kuhamishia majukumu ya uwekezaji katika ofisi ya rais. Kutokana na hali ya kutoelewana kwa baadhi ya watendaji hao wa serikali, Rais Samia amesema anatarajia watapigwa msasa wa ufanisi wa utendaji wao katika kikao kitakachofanyika jijini Arusha mapema mwezi ujao. Na nataka niwaambie, nadhani hii itakuwa mara ya mwisho kutumia sababu hiyo kupangua wizara. Likijitokeza tena ina maana hamuwezani na hamuwezi kufanya kazi. Kwa hiyo wote wawili mnaenda. Kama ni katibu mkuu na naibu wake mtakwenda wote, waziri na naibu wake mtakwenda wote, naibu na waziri na katibu mtakwenda wote. Mnagombana huko, hamuelewani huko, mimi tena nipangue, huyo haelewani, tupangue, mweke huyu, mtoe hapa, mweke. Silipendi sana. Nataka nikiwapanga mfanye kazi. Sababu sioni sababu ya kugombana. Sioni. Lakini Arusha tutaelezana kwa undani zaidi. Kwa hiyo hii siipendi sana, na nataka niseme kwamba ni marango ya mwisho kupangua kwa sababu ya kutokuelewana. Katika Wizara ya Madini, nakumbuka nilitoa ruhusa muda mrefu kumthibitisha katibu mtendaji wa Tume ya Madini. Lakini mpaka leo naambiwa hajathibitishwa. Kwa nitumie jukwaa hili kutangaza kwamba namteua ndugu mhandisi Yahya Ismail Samamba kuwa katibu mtendaji wa Tume ya Madini. Kwa pale popote uthibitisho wake ulipokwama, basi ule umekufa, nimeteua upya. Niwatakie kazi njema. Mambo ni mengi tutakwenda kuongea Arusha. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, kufuatia mabadiliko yaliyogusa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya NEC,
Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa na wadau wa masuala ya siasa wametoa maoni yao juu ya mabadiliko ya mkurugenzi wa uchaguzi NEC. Hata kama akija malaika kuongoza Tume ya Taifa ya Uchaguzi, bado hakutokuwa na mabadiliko makubwa. Eneo la kwanza muhimu la kuanzia ni mabadiliko ya kikatiba na kisheria katika uendeshaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Yaani yale maprosija yale ya tume basi. Lakini kitu kipya hakuna. Kwa kweli. Tunataka katiba mpya. Nilitegemea kwamba huu mchakato wa kupata tume huru ya uchaguzi utaanza na utakuwa unaeleweka wakati uteuzi wa mkurugenzi wa uchaguzi unapofanyika. Sasa mkurugenzi wa uchaguzi ameteuliwa, picha nayoipata ni kama vile tunaendelea na utaratibu ambao upo hivi sasa. Kwa rais wetu akatambua sasa hivi uchaguzi unakaribia, kwa hiyo aunde tume huru ya uchaguzi. Yule uchaguzi kuanzia serikali ya mitaa mpaka serikali kuu uweze kuwa huru na wa haki, Watanzania waweze kuchagua viongozi wao wanaotaka katika miaka inayokuja uchaguzi. Naibu Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mohamed Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amekuwa ni miongoni mwa viongozi waliokula kiapo na amechukua nafasi ya Pauline Gekul ambaye amehamishwa kuwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria. Mwana FA ambaye ni msanii wa muziki nchini aliingia kwenye siasa na katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 alifanikiwa kushinda nafasi ya ubunge wa Muheza huko Tanga. Akizungumza namna anavyomjua kiongozi huyo, msanii wa Bongo Movie William Titu amesema kuwa kiongozi huyo ana uzoefu na masuala ya sanaa na wanaamini ataipeleka mbele tasnia hiyo. Kuteuliwa kwa ndugu yetu Mwana FA ataweza kutusaidia kuongeza thamani ya kazi za sanaa hizi, na sisi sasa jukumu letu kubwa ni kumpa ushirikiano, kwa sababu sasa wasanii tuna jukumu letu, zile changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine zilikuwa tunashindwa kuziwasilisha, nafikiri ama kuzipeleka mbele. Nafikiri kuna umuhimu mheshimiwa baada ya kuapishwa tukae na chini tumueleze matatizo yetu, nafikiri anaweza kutusaidia kuzitatua na pale anaposhindwa ataweza kuzifikisha mbele ya safari. Lakini imani yangu kubwa sana Hamisi Mwinjuma, kwa sababu tumekuwa naye kwenye vikao vingi sana tukiwa tunajadili jinsi gani kutatua changamoto kuanzia kwenye sheria ya kuhusu haki miliki. Tumeona sheria yetu ya kimiliki, mtu anapokamatwa na mali ya wizi kifungo chake ni kidogo sana. Kwa hiyo tunaamini kupitia Hamisi Mwinjuma ataweza kusaidia, na swala la milabaa kwa wanamuziki hadi watu wa filamu pia ni ndogo. Msanii wa Bongo Movie akichambua kuhusiana na kula kiapo kwa Naibu Waziri wa Michezo, Sanaa na Utamaduni Hamisi Mwinjuma Mwana FA. Na tunaungana sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye ni mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Justin Kajerero, ambaye yupo kwenye studio zetu za Azam TV pale Dodoma. Justin, karibu, na hebu tuambie mabadiliko haya yanayofanywa kila wakati, japokuwa rais ameeleza kwamba analazimika kutokana na mambo ya hapa na pale, yanaleta tija gani katika serikali? Ni kushukuru. Nipende kusema kwa namna mabadiliko yanavyokuwa yakifanyika mara kwa mara, yanao uwezo wa kuwa na tija, lakini pia yakakosa hiyo tija ambayo inakuwa ikitarajiwa. Na kukosekana kwake yale malengo ya mamlaka ya uteuzi, basi ndio inayofanya baada ya kipindi fulani tuone uteuzi ukifanywa tena kwa ajili ya kuweka vizuri ile safu. Kama alivyosema mheshimiwa, dhana ni lengo ni kufanya kazi kwa pamoja, inaitwa collective responsibility. Inapokosekana sasa kuna kiongozi ambaye yeye na msaidizi wake au watendaji wengine hawaelewani, maana yake inakuwa ni wazi kwamba tija ile hasa ambayo ilikusudiwa na mamlaka ya uteuzi inakosekana. Kwa mabadiliko kama haya, hasa kwa rais ambaye amerithi serikali iliyokuwepo tayari baada ya ule uchaguzi wa mwaka 2020, na wakati huo akiwa anaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu 2025, ni ya kawaida sana, na lengo ni kuakisi ile dhamira aliyokuwepo nayo yeye. Kwa hiyo tija ni matokeo ya jumla, tutayaona mwishoni kama watafanikiwa, na kama watafanikiwa tutarajia mabadiliko kuendelea kuwepo. Sawa, Kajerero, rais mwenyewe ametamka kwamba kumekuwa na mivutano ya baadhi ya waziri na wasaidizi wake, ama wasaidizi kwa wasaidizi wenzao, kwa maana ile umoja wao kama viongozi kwenye wizara wanakuwa wakitilafiana hapa na pale, na ametoa maonyo kadha hivi.
inafikia vipi viongozi hawa wakubwa wanakuwa hawaelewani mpaka kiasi kwamba rais anaamua kuchukua maamuzi kama haya? Na hili si la mara ya kwanza. Nafikiri kwenye utendaji dhana inabaki kuwa ni ile ile ya kufanya kazi pamoja, lakini misuguano ni kitu ambacho mara nyingi huwa kikosekani na kipo kabisa kwenye nadharia za utawala. Tatizo linakuja kuwa kubwa pale ambapo ile misuguano iliyokuwepo nayo inakwamisha kabisa utendaji wa kawaida wa wizara zao na taasisi tofauti wanazokuwepo. Kwa hiyo ipo madaraka na mamlaka mara nyingi kuvutana kuweza kukosekana kwa 100%. Ila inakuwa changamoto inapoondoa kabisa tija na uwezo wa ufanisi hasa wa hizo taasisi wanazofanya kazi. Kwa hiyo nafikiri alichokifanya na bahati nzuri kasema kipo, na tumeona kwamba huu uteuzi umekuwa ukisaidia kujaribu kuondoa hilo. Lakini wakati anafanya yote pia akatoa na suluhisho kwamba watapata nafasi ya kukaa pamoja na kwenda kuongea watakapokutana huko Arusha, na akaenda mbali zaidi kwa kutoa onyo kwamba hii ni mara ya mwisho kwake kufanya hivyo. Itakapotokea tena hakuna atakayebadilishwa, bali watendaji wataondoka wote kwenye nafasi zao. Nadhani inaweza ikasaidia kama kweli. Na kwa mara ya kwanza katika miaka ya karibuni, sio kama miaka pengine 20 hivi iliyopita, imeeleweka wazi kwamba sasa kutakuwa na kikao cha semina ama tuseme semina elekezi. Mwaka 2005 ndio ilianza hii kuzungumzwa wakati wa utawala wa awamu ya 4 wa Dr. Kikwete kwamba kuna semina elekezi Ngurudoto kule Arusha. Sasa serikali hizi nyingine zimekuja na hazikusema, tunajua wanazungumza hapa na pale, lakini rais leo ametamka wazi kwamba kutakuwa na kikao cha namna hiyo Dodoma kule Arusha, na mojawapo ya walimu wametajwa watakaofanya hivi ambaye ni katibu mkuu kiongozi mstaafu mzee Philemon Luhanjo. Unafikiri kwa nini limewekwa wazi tena kwa msisitizo mkubwa kwamba sasa wanapelekwa wote darasani na kuelekezwa nini cha kufanya? Nafikiri katika maeneo ambayo sitaki kusema moja kwa moja kwamba awamu zilizopita hazikufanya vizuri ni eneo hilo. Viongozi wanaoteuliwa wanakuwa na historia na uzoefu wa tofauti. Tumeona katika serikali wafanyakazi na watendaji wengi ni wataalamu. Lakini viongozi wanaoteuliwa na viongozi wa kisiasa umekuwa ukikuta mtu ni mwanasheria na anafanya kazi Wizara ya Afya. Kwa lengo la kuwaweka pamoja na kuwapiga msasa ni kama kujaribu kuwapitisha kwenye njia wanayotakiwa kutembea, dhamira, dira yao, yani matamanio yale ya mamlaka ya uteuzi. Akiwa ana lengo ni wafanye kama ambavyo serikali inaamua. Sio huyu anafanya la kwake, huyu anafanya la kwake. Kwa umoja wao na kwa pamoja wafanye kwa ile dhana ya pamoja ya serikali. Kwa hizi serikali nyingine tulikuwa tukiona viongozi, na hasa utaona vijana katika kipindi kifupi tulikuwa tukipata nafasi, utendaji wetu ukiwa na shida na ukakasi, masuala ya sheria, mambo ya maadili pia yamekuwa changamoto. Kwangu mimi naona kwa kulisisitiza hili na kulifanyia kazi mara hii, naamini litakuwa na tija, kwa sababu tayari tutakuwa tumeelekezana kipi cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Kwa nini tufanye hivi na kwa nini tusifanye hivi? Kwa misingi hiyo tukiwa wote tunaelewana na tunaongea lugha moja, ni rahisi kufanikisha yale malengo makuu ya serikali. Asante. Tunakushukuru sana. Ni Justin Kajerero, mchambuzi wa masuala ya siasa na ni mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Pia nikuombe radhi pale mwanzoni tunatoa taarifa hii ya uteuzi tulisema miongoni mwa walioteuliwa ni mkuu wa mkoa mmoja. Uhalisia ni kwamba wameteuliwa wakuu wa mikoa wawili, mmoja akienda Shinyanga na mwingine akienda Songwe. Aliwahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na baadaye kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Sweden, Dr. Wilbrod Slaa kwa mara ya kwanza amehudhuria mkutano wa Chadema wilaya ya Karatu na kuahidi kutoa ushirikiano kwa chama chochote cha siasa kudai katiba mpya. Dr. Slaa aliondoka Chadema akiwa katibu mkuu wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu mwaka 2015 na baada ya chama hicho kumteua Edward Lowassa kugombea urais kupitia Chadema. Miaka takribani 8 imepita baada ya kuondoka Chadema. Dr. Slaa amepanda katika jukwaa la Chadema wilaya ya Karatu ambako awali alianza harakati zake za kisiasa na kusema chama hicho kimekomaa kushika dola. Atakayehitaji huduma yangu kwa wakati ule nitampa huduma, kwa sababu mimi sasa ni profesa wa siasa.
Profesa kazi yake nini? Ni kutoa ushauri, nitawaelekeza, na kwa kuwa profesa aliwahi kupitia mengi, amepitia magumu, ana uzoefu wa namna ya kutatua, ndio maana hata wazee vijijini wamekula chumvi. Sasa kama hawa waliona kuna busara kwangu leo kuniomba niongee hapa sijui, lakini wao ndio watakaoeleza. Ndio kazi yangu hapa, ndio maana naongea kwa uhuru kabisa katika nchi yangu, na ninajua sheria hiyo, najua haki zangu, na hakuna atakayeniuliza kwa nini muongea na Chadema. Na basi huyu hapa Dr. Slaa mwenyewe akizungumza zaidi. Ni kweli jana nilikuwa kwenye mkutano wa hadhara kwenye kijiji kinaitwa Rotia, lakini leo nilikuwa kwenye mkutano wa wazee mchana huu wote, ndio nimetoka kwenye mkutano. Sasa miongoni mwa maneno ambayo yanakaririwa kwamba umeyatamka ni kusema kwamba Chama cha Mapinduzi hakina huruma. Unajua, ukikata maneno out of context, reporting sahihi ni kuchukua maneno yaliyotamkwa kwenye mkutano. Ukichukua neno moja halina maana, na ukitaka tafsiri ya neno moja hutaipata. Kwa hiyo kama una video au clip ambayo imerekodiwa, basi niulize yale yaliyorekodiwa, lakini usiniletee neno moja moja. Chama cha Mapinduzi ni chama cha siasa, kinasema kwenye mambo mengi. Kwenye siasa tunaongea kila kitu kuhusu chama kingine. Sasa mimi sijui context uliopata wewe inasema nini. Wewe ungetaka unaniuliza mimi kwamba mkutano wangu ulihusu nini. Sasa chama cha siasa kinatajwa wakati wote. Ukiniuliza tu kuhusu Chama cha Mapinduzi sitajua huko kinachozunguka kwenye mitandao yenu, mimi sijaiona, kwa hiyo siwezi kuzungumzia. Kwa sasa hivi unasimamia upande gani, wa Chadema ama wa Chama cha Mapinduzi? Siku zote mnajua Dr. Slaa hana chama. Akialikwa na Chama cha Mapinduzi anazungumza, akialikwa na Chadema atazungumzwa, akiongea na ACT atazungumza. Dr. Slaa ni Mtanzania, anayejua haki zake za kisheria na za kikatiba. Kwa hivyo hapo ni kusema kwamba wewe umekuwa mshauri wa vyama vya siasa sasa? Mimi nikiombwa ushauri kama Mtanzania, nani ananikataza? Nani ananiamulia nifanye nini? Rejea tarehe moja mwezi wa 9 2015, nilisema kwamba ninaacha active party politics, yani siasa ya vyama, lakini inapotakikana nitoe kauli katika nchi kuhusu nchi yangu, nitatoa kauli kadiri inavyotakikana kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi yetu. Ni Dr. Slaa, huyu ni katibu mkuu wa zamani wa Chadema, lakini pia ni balozi wa Tanzania huko nchini Sweden mstaafu. Ikiwa ni mwendelezo wa mikutano ya hadhara ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ipo mkoani Njombe, mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe amewaeleza wananchi mapendekezo ya mfumo wa utawala wa njia ya majimbo ambao chama chake kinaamini utaharakisha upatikanaji wa maendeleo kwa haraka, kwa kuwa utasogeza huduma za utawala kwa wananchi tofauti na ulivyo hivi sasa. Mbowe ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika huko Njombe. Kwenye utafiti wetu na mipango yetu tumeiambia serikali, na bado tunazungumza kwamba tunahitaji kubadilisha mfumo wa uongozi. Serikali za majimbo ni kwamba mnakuwa na serikali kuu ambayo inasimamia mambo machache ya msingi makubwa. Katika utawala tunaopendekeza Chadema, tunataka tuwe na governor. Huyu ndio atakuwa badala ya mkuu wa mkoa, atakuwa badala ya mkuu wa wilaya. Tunafuta ofisi za wakuu wa wilaya. Magavana watachaguliwa na wananchi kwa kuomba kura. Ni Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema. Wagombea watatu wa nafasi za urais wa Nigeria, Bola Tinubu, Atiku Abubakar na Peter Obi, ndio wanatajwa kuchuana kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mfanyabiashara Obi amewashangaza wengi baada ya chama chake kung'aa katika jimbo la Lagos ambalo wachambuzi wengi waliamini litachukuliwa na chama tawala.
Mgombea wa chama cha upinzani Abubakar naye ametikisa katika jimbo la Katsina ambalo anatoka rais anayemaliza muda wake Muhammad Buhari. Having set the ground rules from today, Tume ya Taifa ya Uchaguzi wa Nigeria INEC imeanza taratibu kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu ambapo kura zilianza kuhesabiwa tangu Jumamosi iliyopita. Nigeria inawapiga kura wapatao milioni 90 ambao wanapiga kura wakiwa na matumaini kuwa kiongozi mpya atakayechaguliwa atapambana na kuondoa changamoto zinazowakabili kama taifa, ikiwamo kuimarisha usalama unaohatarishwa na makundi ya uhalifu kama Boko Haram, hali ngumu ya uchumi na ongezeko la umasikini. Matokeo yaliyotangazwa mapema yanaonyesha kuwepo kwa ushindani mkali kati ya mgombea wa chama tawala cha APC Tinubu pamoja na wagombea wengine akiwepo Atiku wa chama cha PDP pamoja na Obi wa Labour Party. Tume imetangaza Tinubu kuwa mshindi katika majimbo matatu ya kusini magharibi mwa nchi hiyo ambayo ni ngome ya chama cha APC. Mgombea wa PDP Abubakar ametikisa chama tawala baada ya kushinda kwenye ngome ya Katsina anakotoka rais wa sasa Buhari. Hata hivyo, mfanyabiashara Obi anayepeperusha bendera ya chama cha Labour ameshangaza baada ya kushinda katika jimbo la Lagos ambalo linaaminika kuwa ni ngome ya chama tawala cha APC. Ikumbukwe mgombea wa chama tawala Tinubu alikuwa meya wa jiji la Lagos kabla ya kuteuliwa na chama chake kuwania urais kwenye uchaguzi huu. Kampeni za Obi zimevutia wapiga kura vijana pamoja na wale wanaoishi maeneo ya mjini ambapo wamewataka wapiga kura kuachana na vyama vikongwe vya APC pamoja na PDP. Ukiachana na matokeo hao ya awali, bado kuna safari ndefu ya kutangazwa matokeo kwani kura zinahesabiwa kwa mkono na matokeo kupokewa katika Tume ya Taifa kwa njia ya mtandao. Abu Yusuf, Azam News. Naungana na Dr. Benson Bana, balozi wa Tanzania nchini Nigeria. Bila shaka balozi unatupata vyema. Asante sana kushiriki pamoja nasi. Hadi sasa wamefikia asilimia ngapi kuelekea kutangaza rasmi matokeo haya ya urais Machi mosi? Dr. Bana. Dr. Bana, unanipata? Naam, nakusikia hapo. Nashukuru sana kushiriki pamoja nasi. Hapo. Mpaka hivi sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Nigeria imefikia asilimia ngapi ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais kufikia Machi mosi? Kufikia sasa hivi bado matokeo yanatangazwa. Wameisha tangaza matokeo ya rasmi yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi Nigeria ni majimbo 8, na hiyo ndio takwimu sahihi, japokuwa tunapata taarifa nyingine serikali za majimbo nazo wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya majimbo nao wanatangaza, lakini sisi takwimu tulizo nazo ni zile zinazotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Nigeria. Majimbo 8 hivi matokeo yake yametangazwa rasmi. Sasa ushindani wa Obi, Atiku na Tinubu unachagizwa na kitu gani hasa? Mimi nafikiri ushindani sio mkubwa sana. Siasa za Nigeria zimetawaliwa na mambo ya ukabila, ujimbo, pamoja na mambo mengine madogo madogo ambayo kwa ujumla si sahihi kwa demokrasia ya ulimwengu siku hizi. Kwa hiyo Peter Obi atashinda majimbo ya kusini kwa Waibo, lakini vile vile lililojitokeza ambalo lilitarajiwa ni ushindi wake kwenye jimbo kubwa la Lagos, jimbo ambalo ni ngome ya watu wa kusini magharibi kwao na mgombea wa chama cha APC Ahmed Tinubu. Hiyo ndio imetikisa kidogo, lakini kwa siasa za Nigeria ukishinda jimbo sawa, lakini lazima upate kila jimbo theluthi 2 ya majimbo ya Nigeria upate asilimia 25 ya kura zilizopigwa. Hiyo ndio ili utangazwe mshindi na wingi wa kura ulizopata nchi nzima, lakini 4 hivi lazima ushinde zaidi ya asilimia 25. Sasa ili alijitokeze sana kwa Peter Obi, biashara huyo Peter Obi alijitokeze sana, lakini kwa Tinubu pamoja na Atiku wa PDP hiyo linajitokeza sana. Kwa hiyo ushindani mkubwa kwa sasa hivi ni kati ya chama tawala cha APC pamoja na chama cha PDP, chama kikuu cha upinzani
kilichomsimamisha Mheshimiwa Abubakar Atiku. Hali ya usalama kwa ujumla ikoje? Hali ya usalama kwa kweli mpaka sasa hivi hali ya usalama ni nzuri, sivyo kama wengi walivyokuwa wanatarajia. Mashambulizi ya Boko Haram walijitahidi kutaka kuwashambulia wapiga kura, hawakuweza kuzuia uchaguzi kuendelea katika eneo hilo. Walikadiriwa watu 5 jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hali ya usalama kwa kweli ni shwari, ila hapa katikati siku ya leo saa za mchana bahati mbaya sana mtandao umekwenda mrama, lakini ni Dr. Benson Bana, balozi wa Tanzania nchini Nigeria. Na tunaendelea kufuatilia taarifa yetu ya habari Azam News. Mimi ni Barwan nikiwa na Ivona pamoja na Susan Mtui. Habari nyingine ni pamoja na ya polisi ya baini aliyefanya uvamizi kanisani kwenye kanisa la Katoliki huko Geita alikuwa amelewa. Na kampuni za Bahresa zaibuka na ushindi wa tuzo 2 za Super Brands, moja ikichukuliwa na Azam Media. Fahari ya mwili na akili huchagizwa na kulala vizuri, na ndiyo maana Tanform ni godoro namba 1 Tanzania. Jipatie godoro lako la Tanform Lolita, godoro la Spring lenye unene wa inchi 10 na kitambaa kizito kukustarehesha zaidi, au Tanform Premium, godoro la density ya juu lenye kitambaa laini na unene wa inchi 10. Tupigie sasa kujipatia godoro lako. Tanform alinunua babu mpaka mjukuu analitumia. Habari yako mgosi? Asante, naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri, wana njaa balaa. Usijali mama, unafikiri hilo jambo rahisi sana hilo. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba nipimie unga ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ngoja kidogo mama, nakuwekea. Mgosi. Mgosi, mfuko mbona mdogo huo? Sasa mama, mbona unagubu mimi sasa hivi nakuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia pakeji ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow, asante. Karibu, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Tuelekee huko Ruvuma ambako jeshi la polisi mkoani humo linawashikilia mume na mke wake kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wao wa miaka 6 Paul Haule aliyeuawa na kufukiwa kwenye shimo la takataka ambalo lipo karibu na nyumba ya familia hiyo kwenye kijiji cha Peramiho A wilayani Songea mkoani Ruvuma. Akizungumza na Azam News kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoani humo ACP Marco Chilia amesema watuhumiwa hao mwanamume
mwanamume ni baba wa kambo wa mtoto aliyeshirikiana na mama mzazi kwa kumuua mtoto, chanzo kikidaiwa ni imani za kishirikina. Mawazo Mwaijengo ana undani wa kisa hicho. Baadhi ya majirani ambao wameshuhudia tukio hilo wanasema mtoto Paulo Haule ambaye ana umri wa miaka 6 alipotea katika mazingira ya kutatanisha, ambapo wananchi wa kijiji cha Peramiho A kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoani hapa walifanya jitihada za kumtafuta mtoto huyo mpaka walipofika katika nyumba ambayo mtoto huyo anaishi na kufukua shimo la takataka ambalo lipo katika nyuma ya nyumba na kumkuta mtoto huyo amefukiwa akiwa tayari ameshafariki. Mazingira yake sema ndo sikuwa nao sana jirani, ila yeye alisema mtoto wake alikuwa amepotea toka alivyoenda shuleni, alikuwa hajarudi. Walifika polisi hapo jana, basi tukashikana kwa pamoja kuangalia hiki na kile, kutafuta hapa na pale, baadaye tukapata tumeshughulikia mtoto amefukiwa hapa. Kwa tukio hili kwa ujumla limetusikitisha. Wadau wote wa kijiji cha Peramiho pia na vijiji jirani limewasikitisha kwa kiwango kikubwa. Mpaka sasa bado hatujabaini sababu maalum iliyopelekea mzazi huyu kuweza kumnyonga mtoto, isipokuwa nilichoweza kupeleleza na kujua kwa haraka inawezekana ni kutokuipenda familia mwenzake, kwa sababu aliyetenda tukio hili nasadikika ni baba wa kambo. Watoto hawa aliwakuta kwa mama huyu ambaye alikuwa anaishi naye. Kwa hiyo hatuwezi kujua ni sababu hiyo, aidha ni wivu wa mapenzi, labda mama huyu ameendelea kuwa na mawasiliano tena ya karibu na baba yule alizaa naye watoto hawa. Kwa hiyo bado tunaendelea na uchunguzi, lakini kisa kamili bado hatujatambua. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma limethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kwamba sasa linaendelea kufanya taratibu zingine za kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Mimi ni Mawazo Mwaijengo, Azam News. Wakazi wa wilaya ya Manyoni mkoani Singida wamelalamika kukumbwa na hali ya hofu kufuatia kukithiri kwa vitendo vya mauaji ambavyo yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika wilaya hiyo, huku wakiomba serikali kuingilia kati. Teresia Mwanga amefika Manyoni. Wananchi hao wametoa malalamiko hayo mbele ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daniel Chongolo wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho katika shina namba 5 Miembeni. Mauaji yamezidi sana. Je, kama mauaji yamezidi sana Manyoni, polisi wako wapi? Vyombo vya ulinzi viko wapi? Niseme tumepewa dhamana ya kuwalinda wananchi, na dhamana hiyo CCM imeiainisha kwenye ilani yake yenye kurasa 303. Vema sana, tumeahidi, na moja ya wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha changamoto kama hizo zinakuwa historia. Sasa mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, hebu tuambie kama kweli kuna changamoto ya mauaji, manake kuna shida. Sasa kazi kwako, tuhakikishie hapa lini inaisha na hatua gani mnachukua kumaliza. Kwa bahati mbaya sana mauaji mengi ya hapa Manyoni ni ya kishirikina. Kama ni jambo la kishirikina hivi, linahitaji utatuzi ambao ni wa kisayansi. Mengine yamekuwa yanatokea hospitali, karibu huko. Mtu ametokea amefariki, wameenda pale mochwari, wanakwenda kuondoa baadhi ya viungo. Yote haya tunafanyia uchunguzi wa kina, na muwe na hakika serikali na mkono mrefu tutawabaini wote mnaohusika. Hata hivyo, mkuu wa mkoa huo amesema wanatarajia kupokea ripoti ya uchunguzi juu ya matukio hayo na hatua za kisheria zitaanza kuchukuliwa hivi karibuni. Teresia Mwanga, Azam News, Singida. Jeshi la polisi mkoani Geita limesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa aliyefanya uvamizi na uharibifu katika kanisa kuu Jimbo Katoliki la Geita ni kijana mwenye umri wa miaka 25 ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kiusalama.
Yeye ni mkazi wa mtaa wa Katundu, kata ya Kalangalala, mjini Geita. Kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi Safia Jongo, amesema mtuhumiwa aliyekuwa amelewa amethibitika kufanya uvamizi huo na kuharibu vifaa vya kanisani usiku wa kuamkia jana katika parokia ya Bikira Maria Malkia wa Amani iliyopo mtaa wa Jimboni, kata ya Buhalahala, halmashauri ya mji wa Geita. Flavian Kasala, askofu mkuu jimbo Katoliki huko Geita. Bahati mbaya tumekuja kumpata wakati ameshafanya uharibifu karibu wote. Ila kilichofanyika ni kwamba kwanza inaonekana ameng'oa zile kamera kwa ajili ya usalama na kuenda kuharibu kabisa kile kiboksi ambacho kinatunza kumbukumbu, na inaonekana kwa kweli vile vile ameharibu ile hard disk, na baadaye amekwenda altare kuu, amevunja kabisa vifaa vyote vilivyokuwa pale altareni. Wakati anaonekana akiingia kupita kwenye kioo alichovunja, alipata majeraha. Kwa hiyo alikuwa anavuja damu nyingi, na ndio maana njia zake zote alizopita unaweza ukaziona ndani ya kanisa kuu. Na baadaye kaenda kwenye kiti cha askofu, na penye pia amejaribu kuharibu. Bahati nzuri kiti hiki kimetengenezwa kwa jiwe, lakini pia amefanya kufuru pale. Na baada ya pale alifanikiwa kuingia katika sakristia kuu. Sakristia ni chumba ambacho tunajiandaa kwa ajili ya kuingia ibada na kutunza vifaa vyetu kule. Kule ndio amefanya uharibifu mkubwa. Mtuhumiwa amekamatwa na alikuwa katika hali kubwa ya kilevi, lakini kutokana na zile nguvu alizozitumia kufanya uvunjaji, pia yeye mwenyewe alijeruhiwa. Lakini alipelekwa hospitali na kupatiwa matibabu, anaendelea vizuri, ambapo katika mahojiano ameeleza kwamba hakuwa na nia yoyote isipokuwa ni kilevi ndio kilichompelekea kufanya tukio lile. Na alieleza historia yake kuanzia saa 2 alivyokwenda kunywa pombe, na ana kitu cha kwake ambacho bado tunaendelea na uchunguzi tujue exactly ni nini kilimpelekea kufanya tukio hilo. Waumini wa kanisa Katoliki jimbo la Moshi parokia ya Narumu mkoani Kilimanjaro wao wamekasirishwa na hatua ya watu wasiojulikana kuiba kapu la sadaka madhabahuni na kutokomea nalo. Taarifa zinasema sadaka iliyoibwa ni ya Jumapili iliyopita Februari 19 mwaka huu, na ilikuwa bado haijahesabiwa, na hivyo hakuna anayejua ni kiasi gani hasa kilichoibwa. Enos Masanja amefika kanisani hapo. Taarifa za kukwapuliwa kwa sadaka katika kanisa la parokia ya Narum ya jimbo Katoliki la Moshi zimenilazimisha kufunga safari na kuja katika kanisa hili ambalo liko katika wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Na nimefika hapa na kuzungumza na baadhi ya waumini wa kanisa hili na ambao wameeleza kile ambacho walikisikia kutoka kwa paroko wa kanisa hili. Jana baada ya kuja kanisani tulitangaziwa na padri kuwa kuna sadaka ya misa ya kwanza iliibiwa. Kuhusu namna ya kuchukua hizo hela hatujapata muafaka kamili, kwa sababu hela ilipokuwa ilikuwa madhabahuni. Muda mfupi baada ya kutangaziwa tangazo hilo la kuibwa kwa sadaka, waumini wa kanisa hili wameanza maombi maalum ya kuombea tukio hilo, na huku wakitoa karipio kali kwa yeyote aliyehusika na wizi huo. Sadaka iliibiwa, lakini kusema kwamba tunajua jinsi ilivyokuwa sisi hatuwezi kuelezea vilivyo. Na wala hatujafuatilia sana kwa sababu sisi hatukuwa kwenye ibada. Sisi tulitangaziwa kwamba tuingie kwenye maombi, tuombe hao watu wabadilike, ikiwezekana warudi kuja kuomba msamaha. Zinaweza zikawa nyingi kwa sababu misa ya kwanza inakuaga na watu wengi sana. Ndio. Kwa hiyo zinaweza zikawa hela nyingi. Sisi tunaomba tu watu waliochukua hizo hela wajirekebishe na waache hiyo tabia mara moja. Paroko wa parokia hii ya Narum, Father Thomas Chua, hakupatikana mara moja kuzungumzia tukio hilo baada ya waumini waliokuwepo hapa kueleza kuwa alikuwa ametoka nje ya kanisa kwa ajili ya huduma za kiroho. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro. Kampuni za Bakresa zimeibuka na ushindi wa tuzo 2 za Super Brands, moja ikichukuliwa na Azam Media Limited na nyingine kampuni ya Bakresa, ikiwa ni mwendelezo wa kutambua utoaji wa huduma bora na bidhaa zenye viwango vya kimataifa ndani
na nje ya mipaka ya Tanzania unaofanywa na kampuni hizo. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo hizo, mkurugenzi wa miradi wa Super Brands ambayo inafanya kazi katika nchi zaidi ya 90 duniani, Jawed Jafar, amesema wanazingatia vigezo mbalimbali ikiwemo ubora wa huduma na bidhaa kabla ya kutoa tuzo hizo, na lengo hasa ni kuzitambua kampuni zinazofanya vizuri zaidi katika sekta binafsi. Azam. We choose the best through a consumer survey. Tunachagua kile kilicho bora kupitia maoni ya watumiaji wa bidhaa ama huduma katika nchi za Afrika ya Mashariki, ikiwemo Kenya, Uganda na Tanzania. Kampuni tulioipa tuzo leo ni kati ya kampuni bora hapa Tanzania na tunawapa nembo ya ubora. Baadaye tutakuja na jarida ambalo tutaziandika hizi kampuni zote na itapatikana katika mitandao na kila mmoja ataweza kuziona mtandaoni kutokea hapa na duniani kote, na hili ndilo lengo kuu la Super Brands. This is the whole essence of Super Brands. Na basi nimemwalika hapa meneja uhusiano wa kampuni za Bakhresa, Rehema Salim. Inabidi nicheke kwanza. Kwanza nicheke. Sisi sijakuzoea sasa na koji. Karibu sana Rehema. Asante. Kwanza tuambie, kwa Azam kupata hizi tuzo zina maana gani? Kwanza kabisa nitoe shukrani kwa Super Brand East Africa kwa kutambua mchango wa Azam kama nembo ya Azam kwa Bakhresa Group, lakini vile vile kutambua mchango wa Azam TV. Kuna vitu viwili hapo, kuna Super Brand ambayo ndo Azam na kuna Azam TV. Kwa hiyo natoa shukrani sana kwa uongozi wa Super Brand East Africa kwa kutambua mchango, lakini pia ni chachu kubwa sasa kwa sisi Bakhresa Group na Azam TV, Azam Media na Azam kama Azam kuendelea kuzalisha bidhaa zenye ubora, kuendelea kutoa huduma zenye ubora na viwango, kwa sababu Super Brand wanachoangalia ni viwango vya kimataifa na sisi tumekidhi viwango vya kimataifa. Kwa hiyo hii ni ishara kubwa na heshima kubwa sana kwa taasisi yetu pamoja na Azam Media kwa ujumla. Sasa kuzitofautisha bana, zitofautishaje? Hii ndio ya Azam. Kuna Azam kama Azam. Ndio maana ya Super Brand, brand yetu ya Azam. Kama unavyojua nembo popote unapoenda, ukiona tu unajua ni Azam. Kwa hiyo hiyo ndio heshima kubwa kwanza kupata Super Brand. Lakini pia kuna Azam TV. Aha, kwa hiyo Azam imekuja kama Azam na Azam TV imekuja kama media. Na hii kwa Azam TV ni mara ya pili, lakini kwa Bakhresa Group imeshatoka mara nyingi tu, zaidi ya mara 6 tumepata tuzo hii. Hao watafiti ambao pia wa viwango kuliona hili. Sasa sana meneja uhusiano kampuni za Bakhresa, Rehema Salim. Shukrani bwana. Tunasalia kwenye habari zote zinataka kufanana kwa kiasi, ambapo huduma za uzaji wa bei ya promotion na vingamuzi vya Azam TV na utengenezaji wa vingamuzi hivyo vilivyoharibika bila malipo ambazo vimeanza hii leo kutolewa kwenye wilaya ya Muleba mkoani Kagera. Huduma hiyo itaendelea kutolewa tena kesho wilayani humo kwa wakala anayehusika na vingamuzi hivyo anayejulikana kama Elena Shop. Mwandishi wetu Benson Eustace ana taarifa zaidi. Kwa siku ya leo huduma hizi za Azam TV kwa maana ya ufundi wa utengenezaji wa visimbuzi vya Azam TV pamoja na uuzaji wa visimbuzi vya Azam TV kwa promotion zimetolewa hapa kwa Eliudi Shop hapa katika wilaya ya Muleba. Matengenezo ni bure, spare ni bure, isipokuwa mteja analipia kifurushi cha kutumia cha 23,000. Hapa tupo kwa wakala wetu Muleba ambaye anaitwa Eliudi. Kingamuzi changu kilikuwa kimepata shoti, kilipigwa na radi. Nimefika kwenye huduma, nimehudumiwa vizuri, nimebadilishiwa, nimepewa kingamuzi kipya. Kwa kweli nashukuru sana. Naona Azam mnatoa huduma nzuri na mnajali wateja, kwa sababu kuna kifurushi nilikuwa nimenunua kipindi kingamuzi changu kinapata shoti. Kifurushi nimekikuta na nimerudishiwa. Nashukuru sana. Muendelee kutuhudumia. Azam TV mko vizuri sana kwa kweli. Tunaenjoy kupitia Azam TV. Kwa kweli Azam tunawashukuru sana, maana wana chaneli nzuri, wanaonyesha mambo mazuri. Tunawakaribisha wateja wengine ambao wana visimbuzi
ambavyo vimeharibika waje hapa kwa mafundi, maana wapo kwa muda. Tunawakaribisha wateja wote muweze kuleta vingamuzi vyenu kwa ajili ya urekebishaji huo, na tunarekebisha kingamuzi. Kurekebisha ni bure, na tukisha kirekebisha mteja analipia kifurushi cha 23,000. Kwa hiyo kurekebisha ni free, hakuna gharama yoyote. Huduma hii ya uuzaji wa visimbuzi na utengenezaji wa visimbuzi vya Azam TV itaendelea hapo kesho katika duka la Helena Shop lililopo katika mji huu wa Mleba. Benson Eustace, Azam News, Mleba, Kagera. Halima Shebuge yupo tayari kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa. Siku karibu katika taarifa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu, ambapo kwa usiku wa leo maeneo yanayozunguka ziwa Victoria mkoani Tabora pamoja na Kigoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua zinazoambatana na ngurumo za radi. Mkoa wa Rukwa, Mbeya pamoja na Ruvuma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine yakisalia kuwa na hali ya ukavu. Upepo wa bahari ya Hindi kwa usiku wa leo kutarajiwa kuvuma kwa kasi inayofikia kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutokea kaskazini mashariki na kufanya hali ya bahari kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Hapo kesho hali ya mvua inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo ya mikoa inayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi pamoja na mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi, na huku nyanda za juu kusini ndio kunatarajiwa kuwa na vipindi vya jua pia. Singida na Dodoma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo kukiwa na vipindi vya jua. Lindi na Mtwara kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi virefu vya jua, wakati mikoa ya pwani ya kaskazini, Morogoro pamoja na mikoa ya nyanda za juu kaskazini mashariki kutarajiwa kuwa na hali ya ukavu kukiwa na mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari ya Hindi kutarajiwa kuvuma kwa kasi inayofikia kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini ukitokea kaskazini na kufanya hali ya bahari kuwa na mawimbi madogo, lakini katika pwani ya kaskazini kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki na kufanya hali ya bahari katika eneo hilo kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na hali ya joto inatarajiwa kesho, kiwango cha juu zaidi cha joto kufikia nyuzi joto 34 katika mkoa wa Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Tanga, na kufanya maeneo hayo kuwa na hali ya joto zaidi ukilinganisha na maeneo mengine, ikifuatiwa na Shinyanga pamoja na Dar es Salaam na kisiwa cha Unguja ambapo huko ni nyuzi joto 33. Katika maeneo mengine kwa wastani ni kati ya nyuzi joto 22 mpaka nyuzi joto 32. Na huko kwenye miji mikuu mbalimbali Afrika Mashariki, hali ya mvua zinazoambatana na ngurumo za radi zinatarajiwa kule Kampala, lakini Kigali kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo. Mombasa na Nairobi ni hali ya ukavu kukiwa na mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Asante kwa kufuatilia utabiri wa hali ya hewa usiku huu. Mimi ni Halima Shebuge. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba unga ngano kilo 5. Kilo 5 eh? Ndio. Yai. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba kupima unga kilo 5 wa ngano. Kilo 5? Ndio. Una kamfuko kidogo hapo ngakwe? Hapana. Kwani una mfuko? Unataka kahea kidogo hapo angalau nikakuchukulia mfuko. Hela gani? Duka lote ile lina hata mfuko? Huu hapa. Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia pakeji ya kilo 5, kilo 2 na kilo 1. Wow! Asante sana.
Unasema nchi nzima? Bwana kimbia. Huwa niko pale nyumbani na Mzee, kuna mchongo gani hapa? Azam wamefanya yao tena. Ni huduma mpya ya kifedha ya Azam Pesa ya kutuma na kupokea pesa kwa laini yoyote ile. Ni huduma ya uhakika na yenye gharama nafuu. Kujiunga, tembelea wakala yote wa Azam Pesa aliye karibu nao ukiwa na simu yako na namba yako ya NIDA tu. Kisha furahia huduma za Azam Pesa kwa kupiga *150*08 alama ya reli au pakua app ya Azam Pesa inayopatikana Play Store na App Store. Azam Pesa, huduma za kifalme, bei za kizawa. Na sasa tuelekee kupata maoni yako mtandaoni na Moses Mohamed. Shukrani za dhati sana kwako wewe ambaye unaendelea kushirikiana nasi kupitia katika mitandao yetu ya kijamii kwa kuendelea kutuma maoni na kufurahia taarifa mbalimbali. Kubwa zaidi hii leo ni kuhusiana na kauli aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu watendaji wake kuwa wanapishana kauli na hivyo ufanisi kupungua. Harun Semtawa anasema hizi kesi za hao viongozi mbona zinakuwa endelevu kwa sababu hazijaanza katika utawala huu wa mama, kiasi kwamba jamii inajiuliza kuwa wanagombea nini, ufike wakati zikomeshwe. Abdallah Kihiga akisema program mandate na program belief zinawasumbua viongozi wakuu wa vitengo. Tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na maoni hayo, tuangazie taarifa nyingine, na hivi sasa tuelekee kule Zanzibar ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hii leo amekutana na viongozi wa dini ya Kiislamu wa dhehebu la Shia wakiongozwa na Sheikh Jalala, na kama unavyoona hapo pichani walikuwa na mazungumzo hayo, lakini kubwa zaidi Rais Mwinyi akizitaka taasisi za dini ziweze kuendelea kukuza maadili ya wananchi. Tukiachana na taarifa kutoka Zanzibar, ni kuambia kwamba mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kudhibiti ukimwi yani PEPFAR imepiga hatua kubwa sana katika kudhibiti ugonjwa huo tangu ulipogundulika hapa nchini. Na tukikamilisha taarifa zetu za mitandaoni, tunaangazia 107.3 radio yetu UFM. Wenyewe wana taarifa kwamba mpango wa ujenzi wa mradi wa mwendo kasi kutoka Posta mpaka Gongo la Mboto umetangazwa hii leo na Profesa Mbarawa kwamba utakamilika ifikapo mwezi Machi mwaka 2024. Nimekamilisha mitandaoni hivyo na kurejesha kwa Barwan na Ivona Kamuntu. Naam, asante, na tuweke sawa kidogo tu hapo kwenye taarifa hiyo ya mwisho aliyosema mwenzetu Moses Mohamed. Ni mpango wa ujenzi wa barabara ya mwendo kasi inayotoka Posta kwenda Mbagala na si Gongo la Mboto. Tupate muktasari wa habari. Nadhani hii itakuwa mara ya mwisho kutumia sababu hiyo kupangua wizara. Likijitokeza tena ina maana hamuwezani na hamwezi kufanya kazi. Rais Samia akero na mivutano ya wateule wake, asema inamsukuma kubadili safu mara kadhaa. Lazima tulikuwa naye pale kwenye toa na hakuna chochote kingine. Nafasi hiyo ni nyeti, ni nyeti, ni nyeti. Uteuzi wa bosi mpya tume ya uchaguzi wa waibua wadau wa siasa. Mimi nikiomba ushauri kama Mtanzania, nani ananikataza? Nani ananiamulia nifanye nini? Baada ya kukaa nje ya uwanja wa siasa kwa miaka 8, Dr. Slaa aibuka na siasa mpya. Having set the ground rules from today. Na mchuano bado mkali kwa wagombea watatu wa nafasi za urais Nigeria.
Kwenye lugha ya alama tumeongozwa na Susan Mtui na mimi ni Barwan Muhuza. Mimi ni Ivona. Usiku mwema.